lakini pia katika maisha ya msia tunapokuwa katika jamii zetu. Lakini bila shaka fungu hilo la Wakorinto wa pili 5:20 anasema, basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi vinywa vyetu, tuwaomba ninyi kwa ajili ya Kristo upatanishwe na Mungu. Kwa hiyo tukumbuke kuwa sote ni mabalozi wa Kristo ambao tumeweka katika ulimwengu huu kumwakilisha Mungu, lakini pia kuishi maisha ambayo yanaweza kuenenda na utakatifu, ili wengine ambao sio mabalozi walioko nje wajifunze ya kuwa sisi ni mabalozi na wao wakaweze kujua ukweli uliopo ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini pia mabalozi, chama cha mabalozi kama nilivyokuwa kuambia kimeanzishwa mwaka 2001, kimebahatika kuwa na moto ambao unasema upendo wa Kristo watumilisha. Lakini pia lengo la mabalozi kisha kuwa tunawatoa wengine au tunajifunza kutoka katika dhambi na kuongoza katika utumishi. Ni basi kila balozi anataka kuzingatia ya kuwa anao lengo la kuongoza watu watoke katika dhambi, lakini kuongoza kumjua Mungu. Kutokana na lengo tunatakiwa kuishi katika upendo, lakini pia kujali na kuwapenda ndugu zetu ili wengine waweze kujifunza. Unaweza kujifunza kwamba mambo ya msingi kama balozi ni nini ambacho tunatakiwa kujifunza. Mabalozi tunamaanisha nini? Kwa nini tuna mabalozi? Kwa nini tunaitwa kama mabalozi? Mabalozi tunamaanisha kuwa sisi tuwe nuru, tuangaze katika ulimwengu, katika kitabu cha Mathayo 5:16. Kwa hiyo tumeitwa kuwa nuru, tuwe mwangaza kwa ajili ya wale watu ambao hawamjui Mungu. Hivyo nasi katika maisha yetu tujitoe kuwa mabalozi ili wengine ambao hawamjui Mungu wamjue kupitia sisi. Lakini pia bila shaka mabalozi tunapaswa kutenda wema katika kitabu cha Waebrania tunaitwa kwa ajili ya wengine waokolewe, kuwasaidia. Na hii ndio dini ya kweli ambayo inatenda wema, kujali wale wasiojiweza, na hao ndio watapata nafasi ya kurithi uzima wa mbinguni pale Kristo atakapowaambia, ketini mkono wa kuume, kwani ninyi mmekuwa mkiishi katika hiyo kweli na kuwasaidia wengine. Lakini bila shaka mabalozi tumeitwa kwa ajili ya kuwa na upendo. Katika ile aya ya Wakorintho wa kwanza 16 fungu la 10, tunatakiwa kuwapenda jirani zetu kama nasi ambavyo tunajipenda. Maana hiyo ndio amri kuu na ndio ya kwanza. Bila kumpenda jirani hamna upendo zaidi. Hatuwezi kupenda Mungu ambaye hatujui wala tufahamu. Basi kama balozi tuwe tuwapenda ndugu zetu na kuwajali sana. Hicho ni asili leo naomba sote tujifunze kuwa mabalozi. Lakini pia mabalozi sio wale kama 17 hadi 21 bali sisi sote ni mabalozi ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Niwatakie ibada njema. Mimi ni balozi. Je, wewe ndio swala ambalo nataka kuenda nalo katika siku ya leo na kutembea nalo katika maisha yako yote. Na Mungu awabariki. Asante sana. Ibada ni njema. Oh
Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Sisi madhambi tunakuja mbele zako Baba, tunakuomba utusamehe dhambi zetu. Lakini tunamwalika Roho Mtakatifu aweze kukaa ndani ya yetu. Yale yote kwa siku ya leo tujifunze, kwa tusaidie siku ya leo. Lakini zaidi tusiwatende kazi za maisha yetu. Tuongoze katika ibada ya leo. Yesu Kristo tunakuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi siku hii ya leo tunakwenda kuhudumia mabalozi, na kabla ya mambo yote ninahitaji tuanze na utambulisho. Upande wangu wa kushoto anaitwa Veronica Mamba, akasimama apungie mkono. Anayefuata anaitwa Bella Ayubu, naye akasimama apungie mkono. Na huyu tuliyemruka atakuwa ndiye atakayetulisha mkate uzima siku hii ya leo. Basi na mimi kama mwenyekiti wa siku ya leo naitwa Lava Jazz. Basi nimkaribishe aliyejiandaa na kumbukumbu. Karibu. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema wakati wote. Mbona mmepoa jamani? Bwana ni mwema wakati wote. Wakati wote. Bwana ni mwema. Fungu kuu linatoka Petro wa kwanza 2 mstari wa 9. Nalo linasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani, mkaingia katika nuru yake ajabu. Mtarudia, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani, mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Bwana bariki maneno yake. Tupige magoti tuombe. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi tutasimama na wimbo namba 32. Tangu
Tunasema asante kwa upendo na huruma zako, kwa kuwa umekuwa nasi kwa siku 6 na leo ni siku ya 7. Tazama sasa tunakuja mbele zako tukiwa na dhambi tusiyostahili, tunaomba ukatusamehe Baba. Kwa saa huu tunapoenda kusikiliza neno lako, ukatupatie Roho wako Mtakatifu ambaye atatuongoza katika kusikiliza neno lako. Ukatupatie utulivu tukaweze kulielewa neno hili. Tunaomba haya machache tukienda kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Maranatha. Yesu anakuja. Yesu anakujaje? Unasema Yesu anakuja. Wewe. Maranatha itakayohudumia katika sadaka itakuwa ni Hope Boys. Somo la sadaka fungu linatoka katika kitabu cha Malaki sura ya 3 na mstari wa 10. Nalo linasema, leteni zaka kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kumwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Basi tufunge macho tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi toka Sabato iliyopita hadi siku ya leo, tuna siku ya Sabato, tunasema ni asante. Tunakuja mbele zako tena na tunapokuwa tunaenda kutoa matoleo yetu ambayo tubariki kwa siku 6. Tunaomba mfalme wa amani ukapokee na ukambariki kila mmoja ambaye atakuwa ametoa pale alipotoa, ili kumbariki hata siku nyingine akaendelee kutolea. Na wale ambao hawakuweza kupata kwa siku ya leo, zidi kuwabariki katika kazi zao wanazozifanya, ili siku nyingine akaweze kutolea. Ibada zinazoendelea kwa amani na zikabidhi mikononi mwako, tutangulie toka mwanzo hadi mwisho. Ndivyo tunavyoomba kupitia jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kushukuru. Amen. Ni wajibu wetu wanadamu kurudisha zaka sadaka kwa Bwana, tukitoa kwa uaminifu kwa kadiri ya mibaraka yake. Ni wajibu wetu wanadamu kurudisha zaka sadaka kwa Bwana, tukitoa kwa uaminifu kwa kadiri ya mibaraka yake. Ni mangapi Bwana ametenda kwenye maisha yetu kila siku, mibaraka mingi Bwana ametupa, kwa nini tusimrudishie Bwana? Mibaraka mingi Bwana ametupa, kwa nini tusimrudishie Bwana? Ni mangapi Bwana ametenda kwenye maisha yetu kila siku, mibaraka mingi Bwana ametupa, kwa nini tusimrudishie Bwana? Mibaraka mingi Bwana ametupa, kwa nini tusimrudishie Bwana? Ni mangapi Bwana ametenda kwenye maisha yetu kila siku, mibaraka mingi Bwana ametupa, kwa nini tusimrudishie Bwana? Mibaraka mingi Bwana ametupa, kwa nini tusimrudishie Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Unaweza kukuta toka umefika hapa asubuhi hujasalimiana na jirani yako. Basi muda na wakati huu nitakaposema ninyi ni washindi, utamgeukia rafiki yako na utasema kwamba mimi na wewe
tuonane mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ninyi ni washindi. Ninyi ni washindi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitawakaribisha tena Hope Voice kwa ajili ya wimbo wa sadaka tena. Sadaka kwa ajili ya kumsafirisha mtu atakayekwenda Njombe. Hope Voice, karibuni. Na baada ya hapo muda wa kuwakaribisha mhudumu, watakaosimama kwa ajili ya kumkaribisha mhudumu watakuwa ni kwaya ya Paradiso. Na muda wa kutoka kwaya ya Twaishi katika nyakati ngumu zenye jangwa la maumivu na dhiki, zenye maswali mengi bila majibu. Nini ni hatima ya yote? Bwana anasema kwa sauti kuu iliyojawa nguvu na mamlaka, yote yatosha kuishi jangwani. Twaishi katika nyakati ngumu zenye jangwa la maumivu na dhiki, zenye maswali mengi bila majibu. Nini ni hatima ya yote? Bwana anasema kwa sauti kuu iliyojawa nguvu na mamlaka, yote yatosha kuishi jangwani. Puliza tarumbeta, piga panda ya Injili, Bwana yu aja. Wamwandame Mwokozi ili wawekwe huru, wasiishi tena dhambini. Puliza tarumbeta, piga panda ya Injili, Bwana yu aja. Wamwandame Mwokozi ili wawekwe huru, wasiishi tena dhambini. Bwana ni mwema. Na wakati wote nilijua Paradiso watakuwa wameshafika hapa mbele. kuweka uhuruni, nyota yako inaangaza
upendo wako, wajiunge na safari. Angaza taa yako, watu wamjue Yesu. Onyesha huruma na pendo kwa watu wote, watu waone upendo wako, wajiunge na safari. Watu waone upendo wako, wajiunge na safari. Angaza taa yako, watu wamjue Yesu. Onyesha huruma na pendo kwa watu wote, watu waone upendo wako, wajiunge na safari. Watu waone upendo wako, wajiunge na safari. Bwana ni wema na wakati wote. Unasemaje kwa ajili ya paradiso? Paradiso umehusia ujumbe wa somo la leo. Nafikiri wale ambao wameelewa vizuri kwa paradiso, hata somo la leo naamini watalielewa pia. Leo ni siku maalum ya mabalozi, lakini pia imeambatana na siku ya maombi. Ndio maana pia tunaendelea na programu mbalimbali za maombi. Basi kwa mbinguni tunasifu na kuliamini jina lako. Wasaa umefika ambao tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu na mioyo iliyotulia kwa ajili ya kujifunza neno lako. Tunaendelea kazi katika maisha yetu. Yesu Kristo kwa maana kuamini. Amina. Kama nilivyosema, leo ni siku maalum na ya kwanza kabisa tangu chama cha mabalozi kilipoanzishwa ule mwaka wa 2001. Kwa sisi mabalozi, sisi vijana wa mabalozi au wabasa. Somo la leo ni somo ambalo linatuhusu wote. Kwa sababu nasema hapa ni somo maalum bali ya mabalozi hapa. Ni somo ambalo linatuhusu wote. Nafikiri hata yule aliyetangulia alieleza balozi ni mjumbe yule ambaye anahakikisha ni anawakilisha Kristo. Kwa hiyo mimi ni balozi, wewe pia ni balozi, kwa sababu wote tupo tunawakilisha Kristo. Somo linasema ishi kwa sana. Ishi kwa sana. Au unaweza kutumia neno kingine, unaweza kusema kwamba ishi kwa kuleta matokeo au mabadiliko, au unaweza kutumia neno lingine kwamba ishi kuwa usi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaelezea somo la leo. Lakini nikawaambia kwamba Yesu kama balozi anaitumia kwa Kiingereza anamwambia live for impact. Kwa hiyo serikali ndio ishi kwa athari, ishi kwa athari. Unaweza kujiuliza, unawezaje kuishi kwa athari? Ili kuishi kwa athari ni lazima aweze kuishi kwa imani ambayo imekamilika, lakini pia kushiriki
teule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika 2:9 kama nilivyosoma. Kuna vitu ambavyo hapo tunapaswa kuvichunguza kwa umakini. Fungu linaanza kwa kusema bali nyinyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika ule mstari unapoanza ili kueshele koma pale. Asema bali nyinyi ni mzao mteule. Kwa sisi ni mzao mteule, maana yake tumechaguliwa na Mungu kuwa watu maalum, watu ambao tumechaguliwa. Lakini anasema ukuhani wa kifalme, kwa sababu tumechaguliwa na Mungu na Mungu ametufanya sisi kuwa sehemu ya familia yake, na sisi ni wana wa kifalme. Kwa hiyo unapaswa kujitambua kwamba wewe ni mzao mteule. Yaani wewe unajiona kujitambua kwamba wewe ni mzao mteule. Sio mzao mteule, ni mtoto wa kikuhani, tena mtoto wa kifalme. Kwa hiyo unapaswa kutambua kitu kama hicho. Lakini pia nasema ni sisi tumeitwa kwa taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Wewe umetengwa na neema ya Mungu kwa kusudi la Mungu. Kwa hiyo usijitaraka, wanafikiria kama huwezi, tambua kwamba una pesa, maana wewe utaweza kuishi pale kusudi ambalo Mungu amekuitia. Kusudi letu ni kuzitangaza fadhili za Mungu, kwa sababu sisi ni watu ambao Mungu ametuita, watu ambao ametuita kwa taifa takatifu na watu wateule. Tunapaswa kuzitangaza fadhili zake Mungu. Unaweza kutafakari kisa cha Daudi, yule mvulana mchunga kondoo aliyesauliwa na familia yake, na Samueli alipokuja kumtafuta mfalme, tunatambua kwamba Daudi alisauliwa. Ni kisa moja kinapatikana kitabu cha kisa kinaanza kwa jina la tusome fungu ambalo kuna kitu ambacho tunapaswa kujifunza kupitia fungu. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7, anaweza kusoma ile baada. Wakati wengine walipomwona Daudi mvulana mdogo tena mchunga kondoo, lakini Mungu alimwona shujaa na kiongozi wa taifa la Israeli. Bwana anakutazama kwa namna tofauti na wengine wanayokutazama. Huenda hata sisi tunajitazama wenyewe. Kuna watu tunatazama kwa namna ambayo ni mbaya. Kuna watu tunatazama kwa namna ya kuonekana kama hatuwezi, lakini tutambua kwamba Bwana anayetazama moyo anakutazama wewe, anatazama mimi kwa namna tofauti. Kama Bwana anatazama kwa namna tofauti, mnapaswa kutambua jukumu mlilonalo na kwamba ni jukumu la kuunganisha ulimwengu kama Bwana anavyotazama. Uzao mteule, upande wa kifalme na taifa takatifu, umeitwa kutangaza fadhili zake Mungu. Ni mara ngapi tunaruhusu mali ya watu wa ulimwengu yaeleze sisi ni akina nani? Mtu anaweza kuambia una akili, wewe hufai, wewe sio mzuri, lakini Mungu anakutazama kwa namna tofauti na wengine. Wewe ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme na taifa takatifu, umeitwa kutangaza fadhili zake. Wengi tunatambua katika nchi yetu, hata nchi mbalimbali, tuna vyeti vya kuzaliwa. Vyeti vya kuzaliwa ni utambulisho tosha kwa kila mtu popote pale anapoenda. Mfano, nikienda kwa mwingine kitumia cheti changu, anaweza kutambua kwamba mimi natoka sehemu gani na nimezaliwa sehemu gani. Ndivyo inapaswa maisha ya Kristo yatambulishwe kupitia Ukristo wetu. Yaani maisha unayoishi nzuri kama Mkristo
tunapaswa kuishi hata katika eneo lingine. Kwa tunatakiwa tuwe na utambulisho wetu wa maalum wa maisha yetu ya Kristo. Kwa namna tunapaswa kuishi katika eneo fulani katika maisha ya Kristo, ndio tunapaswa kuishi kwa namna nyingine. Wanafunzi wengi kutoka sehemu zingine huko, wenda kwa majumbani wetu tunaonekana na Kristo sahihi, watu waaminifu, lakini tafakari, je, unapoishi mzozo unaonekana hivyo? Kama unaonekana hivyo, unahitaji kubadilika. Mungu akusaidie. Maana maisha ya Kristo hayabadiliki. Mkristo anakuwa na utambulisho maalum na ulio sahihi kwa kubadilika katika maisha yako. Unatambua kabisa kwamba ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Tena mara ngapi tunajaribu kukataa na kuishi tofauti na wengine wanaotaka. Watu wengi tunaogopa. Watu wengi tunashindwa kufanya maamuzi ambayo yanatufanya tuonekane tofauti na wengine. Yaani uko tayari uonekane kwamba sio mwadventista msabato kwa sababu umeshindwa kuhakikisha ile umeshindwa kuonekana kwamba ni mwadventista msabato. Umeamua kufuata wenzako, umeamua kufuata marafiki kwa sababu tu ya namna ya dunia inayotaka. Watu wengi tumeshindwa
kuwakilisha uhalisia wetu, kwa sababu ya kuogopa marafiki zetu au kuogopa watu watatuonaje. Inatupasa tuishi tofauti na ulimwengu unavyoenda, kwa sababu sisi ni uzao mteule. Uchaguzi wa Danieli kwa kumheshimu Mungu na kuacha kufuata namna dunia inavyoishi uliweza kumtenga na kumweka katika nafasi ya ukuu. Tunapojitoa kumtumikia Mungu, tunapojitoa kumwamsha Mungu mema, hata Mungu hataacha bali tutuinua na kufanya kuwa watu kuliko watu wa ulimwengu huu. Kuishi tofauti unahitaji ujasiri. Kuishi tofauti unahitaji ujasiri.
kwa utukufu wa Mungu. Kama wewe ni mwimbaji, imba. Acha kukagua kwamba utadaiwa kwa kulingana na hiyo talanta uliyokuwa nayo. Kwa hiyo kulingana na talanta yako uliyonayo, itumie kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Jambo la 3, usiogope kushiriki imani yako. Anza kidogo kidogo. Unaweza kuanza kwa kualika rafiki zako kanisani au kushiriki mstari wa Biblia katika mitandao ya kijamii. Wala wenye simu kubwa. Mara ngapi zile status zetu tunazoziweka zinakuwa na ujumbe wa neno la Mungu? Au tu tunaweka tu kwa ajili ya kujiproud wenyewe, kujisifia wenyewe? Tujaribu kuonyesha imani zetu. Usiogope kushiriki imani yako, kwa sababu wewe ni uzao mtakatifu, tena taifa takatifu na Mungu. Jambo la 4, tafuta fursa za kuwasaidia wengine. Huduma sio tu inabariki wengine, bali inaimarisha imani yako. Unapokuwa unasaidia wengine, haimaanishi kwamba unabariki tu wengine, bali unaimarisha imani yako. Tunapaswa kuwa msaada kwa watu wengine.
Chacha pia vijana na familia ndani ya kanisa, vijana na familia ndani ya kanisa. Alafu pia utaombea kufanikisha goli la kambi, kufanikisha goli la kambi. Hapa mzee Bunge tutaomba kwa ajili ya wagonjwa ndani ya kanisa, akiwepo Lydia Isaya, na pia tutaombea malezi ya watoto, na mimi nitahitimisha kuombea kwa ajili ya Mungu atusaidie tuweze kuishi tofauti na namna ulimwengu unavyotaka, lakini tuishi kwa kuangaza nuru ya Mungu kwa mataifa. Basi kwa unyenyekevu tutapiga magoti, wale walioweza tupige magoti, lakini wale wenye changamoto tunaweza kukaa. Baba yetu mtakatifu mwema uliye juu mbinguni, tunalishukuru na tunasifu jina lako kwa kuwa wewe ni mweza na umeruhusu tuje mbele zako katika siku ya leo tukuabudu na tutoke tumeponya kupitia Yesu Kristo. Baba, tunakuja mbele zako tukiwa ni wadhaifu. Ndani ya juma zima tumetembea huku na kule, tumeongea hili na lile, tumetenda hili na lile, lakini yote tunaiweka mbele zako. Tusamehe Baba, na unapotusamehe tukaribishe tena kwa moyo wa upendo, tuhisi kuwa tuna Baba anayetupenda katika ufalme wako. Baba yetu uliye mbinguni, mahali hapa kuna vijana, mahali hapa kuna wazazi, lakini Baba naweka wote mikononi mwako. Vijana wana changamoto mbalimbali, wale ambao hawajaoa Baba wanataka kwa namna pekee wawe na familia njema. Katika maombi yao, hata kuna wengine wanaomba katika mioyoni mwao Baba, wasikie maneno yao na wakatendeza sana mapenzi yao. Lakini Baba, kuna wazazi ambao wamebahatika kuwa na familia, wale walio na watoto Baba wanalea, lakini Baba imekuwa ni changamoto kwa sababu shetani naye anataka ndoa ionekane kama ni sehemu ambapo kuna kila aina uchafu. Lakini Baba, mpango wako ni kwamba ndoa ni muunganiko mtakatifu ambao umeweka kwa sababu maalum ya kuunganisha binadamu wako. Baba mtakatifu, mahali hapa pia Baba kuna watoto wadogo ambao ni taifa la kesho. Mara kadhaa hata kanisa letu limeendelea Baba kuwalea kwa namna njema. Baba, endelea kuwa pamoja nao, endelea kuwalea kwa namna pekee, hata watakapokuwa wazee wakumbuke wewe. Tunaimani Baba umetenda, lakini pia tuna goli letu la makambi ambao tumewekewa, ikiwa miongoni mwao ni shukrani ya kambi ambao watoto wako wanaendelea kutoa. Baba, wabariki mikononi mwao, wabariki kila kazi wanayoitenda. Lakini pia kwa mchezo wa makambi Baba, endelea kufanya sasa mapenzi yako, ili Baba kila kitu kitimie kwa namna vile ulivyopanga. Baba yote tunaamini umetenda kwa Yesu Kristo. Amina. Baba yetu Mungu muumbaji na nchi, tunakushukuru, tunakuhimidi na kulitukuza jina lako. Nasi tunakiri na kusema jina lako litukuzwe. Lakini ahadi yako ni kwamba kabla hatujaomba Bwana utajibu, na tukiwa katika kuomba Bwana utasikia. Nasi tunakushukuru katika mchana huu leo kwa mahitaji yote ambayo watoto wako tunaomba katika mioyo yetu, ikiwa tu ni kwa ajili ya utukufu wako. Bwana, tunashuhudia mambo makubwa katika maisha yetu. Kwani mwetu hapa Bwana wako wagonjwa wa kimwili, lakini ikiwa ni Sabato kwa ajili ya uponyaji wa magonjwa ya kiroho na kimwili,
Bwana, ninakusihi watangaze ushindi kuanzia sasa, na jina lako likatukuzwe. Wanaosumbuliwa na magonjwa mbalimbali ambayo hata wanasayansi wa dunia hii wamekiri kabisa haiwezekani, lakini kwako Bwana bado kuna tumaini. Lakini ninakusihi hata nasi ambao ni wagonjwa pia hata kiroho, tusaidie Yesu. Unapokuja tena katika dunia hii, siku moja jeshi kubwa la washindi watakapokulaki katika makao yale ya milele, Bwana, hata nasi tulioko hapa pamoja na majirani zetu tukaokolewe. Lakini ninakusihi pia hata wale wazazi ambao wanahangaika na malezi kwa ajili ya watoto. Lakini wako wazazi wengine hapa wanalia katika mioyo yao juu ya watoto wao. Bwana, ninakusihi ukawasikie. Lakini wako wazazi wengine wako mbali na watoto wao, lakini wao wako hapa Bwana. Ninakusihi wanapoomba pia katika maisha yao, Yesu, ninakusihi kwa namna ya pekee nao pia ukawasaidie huko waliko Bwana, wakalelewa katika maisha yatakayokutukuza wewe. Na miongoni mwa watoto hao Bwana, kasimamishe mashujaa wa imani watakaokutetea mpaka siku unapokuja katika ulimwengu huu. Ndivyo tunavyoomba na kuamini na kushukuru kwa jina lako Yesu. Amina. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa namna ulivyotutendea na namna ulivyotufundisha katika siku ya leo. Baba, tumejifunza kwamba sisi ni uzao teule, tena taifa takatifu. Tusaidie tuishi namna tofauti na ulimwengu wanavyoishi. Maisha yetu, matendo yetu, kila kitu chetu kwamba kiwe nuru tosha cha kuwavuta mataifa na waweze kuona wewe na waje katika zizi lako. Baba, peke yetu hatuwezi, tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunakusihi tupatie Roho Mtakatifu ambaye atatutia nguvu na kupatia moyo wa kuifanya kazi yako na kuiangaza nuru nayo kwa mataifa. Tusaidie sasa katika maisha yetu. Yesu Kristo tunakuamini. Amina. Bwana ni mwema wakati wote. Nipende kuwasisitiza kwamba mchana tutaendelea na programu mbalimbali za mabalozi. Tujitahidi kuwahi, lakini pia wazazi tunasisitiziwa kwamba mwahimize watoto warudie wakati wa mchana. Lakini pia ile siku ya Jumapili wanakuwa wanaendelea na programu mbalimbali hapa kanisani. Lakini pia tuzidi kuwasaidia watoto kupata mahitaji yao ambao walikuwa wanayaomba. Yesu Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio mwisho wa ibada ya siku hii ya leo. Basi mtakwenda kuimarisha kwa vijana kwa ajili ya kutoa. Na muda wote tunatoka mashema, sinaomba mweke vyombo kwa ajili ya sadaka ya mahitaji. Na mnakumbushwa ambasada wote kubaki, ambasada wote sio kutoka, ambasada wote kuanzia miaka 16 mpaka miaka 23 wote msiondoke.